نعم. adabu 24. Qala rahimahullahu ta'ala wujubu alwalima, wajibu wa walima. Katika adabu 23 tumeona kuwa ni jambo la haramu kwa mume au mke kueneza siri za kitendo cha ndoa. Hilo jambo amelikataza Mtume sallallahu alayhi wasallam, illa isipokuwa ikiwa labda ni kwa daktari, kuna mahitajio ya kumwelezea kwamba mimi nikifanya hivi labda mathalan nikimwingilia mke wangu anapata maumivu, la ba'sa bidhalika insha Allah. Au ni kwa kadhi imepelekwa kesi na ipakahitajika kuyataja mambo kama hayo, itakuwa hakuna ubaya wao kuyaeneza na kuyasimulia yale ambayo wameyafanya katika kitendo chao cha ndoa. Adabu 24. Qala, nasema wujubul walima, wajibu wa walima. Wujubul walima, wajibu wa walima. Qala rahimahullahu ta'ala wala budda lahu min amali walimatin, na wala hapana budi kwake mume kutengeneza walima baada ad-dukhuli, baada ya kumwingilia mke. Wala budda, na hapana budi lahu kwake mume min amali walima, kutengeneza walima, kufanyia kazi jambo la walima baada ad-dukhuli, baada ya kumwingilia mkeo. Hili ni jambo limetajwa ala sabili alwujubi, katika njia ya uwajibu limetajwa ala sabili alwujub, lakini hili litegemea taqa ya mtu, uwezo wa mtu na istitaa yake katika maandalizi yake aliyofanya katika kulielekea hili. Qala rahimahullahu ta'ala adabu 25. As-sunnatu fil walima, jambo la sunna katika walima, jambo ambalo kwamba ni la sunna katika walima. Qala rahimahullahu ta'ala wa yanbaghi an yulahidha fiha umur, na yatakikana azingatie ndani yake mambo yafuatayo. Haya mambo yafuatayo atakikana ayazingatie katika walima wa harusi. Al-awwalu, jambo la kwanza, an takuna 3 ayamin aqiba ad-dukhul, yatakikana hiyo walima kuwa ni 3 ayamin, ni ndani ya masiku matatu, aqiba ad-dukhuli, baada ya kumwingilia, ndani ya masiku matatu baada ya kumwingilia. Yani ile siku ya kwanza baada ya mume kuingia kwa mke, au siku ya pili, au siku ya tatu. Maana baada ya kukamilika ndoa kisha mume akaingia kwa mke, basi yatakikana kupatikanwa alwalima, liannahu huwa almanqulu anin nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hili ndilo lenye kunukuliwa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili ndio limenukuliwa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba walima inakuwa ndani ya siku tatu. Athani, jambo la pili la kuchunga na kuzingatia katika walima, an yad'u was-salihina ilaiha, atakikana kuwaita wale watu wema katika walimatul ars, atakikana kuwaita wale watu wema katika walimatu al-ars, walima wa harusi, kile chakula cha harusi. Fuqaraan kanu au aghniya, sawa sawa watakuwa ni mafukara au watakuwa ni matajiri, lakini awaite watu wema. As-salihun, al-qaidu as-salihun, kidhibiti ni nini? Ni as-salihun. Kwa hivyo awaalike watu wema katika chakula chake cha walima ya harusi. Athalithu, jambo la tatu, an yulima bishatin au akthara in wajada saa, ni yeye kufanya walima kwa kulisha mbuzi, au akthara, au zaidi ya mbuzi, in wajada saa, ikiwa atapata wasaa, atapata ukunjufu. Ikiwa ana uwezo wa kulisha zaidi ya mbuzi, basi atakikana kulisha zaidi ya mbuzi walima kwa ajili ya harusi yake. Adabu 26. Qala rahimahullahu ta'ala jawazu liwalimati bighairi lahmin, au jawazu liwalimati bighairi lahmin, jawazu liwalimati bighairi lahmin, kufaa walima pasina nyama. Huku tunaona pametajwa lau atowe nini? Shah, alishe mbuzi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aulim walau bishatin, lisha walima walau kwa mbuzi. Sasa je, ni lazima iwe ni mbuzi tu kwa sababu Mtume kasema walau bishatin? Sasa anasema hapa jawazul walimati bighairi lahmin, kufaa walima pasina nyama. Qala rahimahullahu ta'ala
wayajuzu an yuadda alwalimatu bi ayi ta'amin tayassara, na inafaa kutekelezwa walima kwa chakula chochote kitakachokuwa chepesi. Sawa, yatakuwa ni mandazi au itakuwa ni mihogo au utakuwa ni ugali au chochote ambacho kwamba kitakuwa chepesi kwake yeye huwa ni walima, basi hicho itafaa kwake yeye kukiandaa kama walima. Walau lam yakun fihi lahmun, hata kama kutakuwa hakuna ndani yake nyama, hata kama kutakuwa hakuna ndani yake nyama, itafaa kwake yeye kukifanya huwa ni walima. Wallahu tabaraka wa taala a'lam.